فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. Mtume عليه الصلاة والسلام amefaradhisha na kuwajibisha kutoa zakat al-fitr, ambayo ni pishi moja ya tende au pishi moja ya shairi inayotolewa na uhuru na mtumwa, mkubwa mdogo, mke mume katika Waislamu. Anasema Allamatul Qasim Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, akhrijuha ay zakat al-fitr mimma faradahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min at-ta'am wala tukhrijuha min ar-riyalat wad-darahim wala min al-kiswa fa inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faradaha min at-ta'am fala yuta'adda ma ayyanahu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa amara bih. Anasema rahimahullahu ta'ala, itoeni zakat al-fitr kwenye kile kilichofaradhishwa na Mtume alayhi salatu wassalam, ambapo ni chakula, wala msitoe katika pesa, wala msitoe mavazi, kwani hakika Mtume alayhi salatu wassalam amefaradhisha zakat al-fitri itolewe chakula. Hatutakiwi kutoa kile ambacho hajakiainisha Mtume alayhi salatu wassalam wala hajakiamrisha. Wa'lamu anna miqdara az-zakah sa'un bi sa'i an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, natambueni kuwa kiwango cha chakula kinachotolewa kwenye zakat al-fitri ni pishi iliyokuwa inatumika wakati wa bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wanazuoni wameikadiria kwa kilo kuanzia kilo 2.5, kilo 2.5, na wapo waliokwenda zaidi ya hapo wakasema mpaka kilo 3. Tubaki kwenye mafundisho haya ya bwana Mtume Muhammadin. Miongoni mwa ibada zinazokuja ni ibada ya kuswali salat al-Eid. Fakhruju ila al-musallayat, tokeni siku ya Eid kuelekea maeneo ya kuswali salat al-Eid. Tokeni ile hali ni wasafi, mmejisafisha, mmejipaka manukato na mmevaa nguo nzuri. Umirna an nukhrija dhawati al-khudur wal-awatiq wa amara al-huyyad an ya'tazilna musalla al-muslimin. Anasema tumeamrishwa na bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku za Eid tuwatoe majumbani wanawake, tuwatoe kadhalika wari, wasichana wadogo, lakini pia wanawake walio ndani ya siku zao waende kwenye viwanja kwa ajili ya kushuhudia kheri, kwa kuwa walio kwenye siku zao wataiepuka salat al-Eid, hawataswali pamoja na wale watakaoswali. Wa'lamu hafidhakumullah wa barakallahu fikum anna min adabi salati al-Eid wa sunani, kwamba miongoni mwa adabu swala ya Eid na sunna tulizofundishwa na bwana Mtume Muhammadin kwa yule ambaye anakwenda salat al-Eid kwenye Eid al-Fitri, an yaakula tamaratin qabla an yusalliya wa yustahabu an yakunna witra. Inapendeza ufungue kinywa kabla ya kwenda kuswali salat al-Eid kwenye Eid al-Fitri, na inapendeza ufungue kinywa kwa tende, na inapendeza zaidi iwe ni kwa idadi ya witr. Wa'lamu barakallahu fikum annahu yustahabbu lilma'mum at-tabkir fi al-musalla kama yustahabbu lilimam at-ta'akhur. Ni sunna na ni maelekezo ya Mtume alayhi salatu wasalam kwa maamuma kuwahi mapema zaidi kwenye viwanja vya swala ya Eid, kama ambavyo ni sunna kwa imamu kuchelewa kuja katika viwanja vya kuswalia salat al-Eid. Ni funzo kwa Muislam kwamba ibada hazimaliziki kwa kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan, bali ibada zinaendelea hata kama Ramadhani imemalizika. Liannana na'budu rabb Ramadan wala na'budu Ramadan, kwa sababu sisi tunamwabudu Allah mola wa Ramadhan wala hatuabudu mwezi mtukufu wa Ramadhan.